TAMISEMI yatoa kauli Makonda chapa kazi siasa zisikuyumbisha. Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amempongeza mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christine Makonda kutokana na utendaji wake bora kufanya maendeleo yashike kasi zaidi tangu alipoteuliwa kuwa RC Arusha, ambapo amemtaka aendelee kuchapa kazi na kamwe siasa zisimyumbishe. Akiongea jijini Arusha, Mohamed Mchengerwa amesema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christine Makonda, nimeridhika sana na utendaji wako, usimamizi katika mkoa huu wa Arusha, na kupongeza sana kwa uzalendo wako wa wananchi na ubunifu wako wa Tanzania. Toka umefika mkoa wa Arusha tumeshuhudia ubunifu wa kila siku ni matukio Arusha, atusubiri mengine yatokee. Tunakupongeza sana kwa sababu imekuwa desturi yetu wa Tanzania, tunasubiri mtu mpaka afariki dunia ndio tunaenda kumpongeza. Tunakupongeza sana kwa sababu unafanya kazi nzuri sana katika mkoa huu. Umeleta utulivu, umeondoa changamoto zilizokuwepo za kimaendeleo. Zumuni langu kwako na kuambia mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christine Makonda, usiyumbishwe na siasa zisikuyumbishe. Nadhani umeeleweka vizuri. Chapa kazi ndio maelekezo yangu kama waziri mwenye zamana katika wizara hii. Ifanya kazi mkuu wa mkoa wa Arusha. Wananchi wa Arusha, watumishi wa umma, wanakutegemea sana, na mimi kama msaidizi wa karibu wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mkoa huu wa Arusha, na kutegemea sana nikiwa kama msimamizi wako, msimamizi wa wakuu wa mikoa wote, na kuamini sana wasaidie wananchi wa Arusha kwa kuamini miradi yote iliyokwama na iendelee kubuni miradi mipya ili tujenge jiji la Arusha, na ninaendelea kukusaidia ili kuhakikisha miradi hiyo inakamilika. Ni vyema wa Tanzania wakajua tunapoenda. Nafasi ya kuteuliwa au kuchaguliwa ni lazima tufanye kazi kwa bidii na tuepushe vitendo ambavyo vinakwamisha Watanzania katika maeneo. Tuwaangalie zaidi Watanzania kuliko kujiangalia sisi wenyewe kwamba tunapata nini kwenye jambo hili. Hatutaki mvutano, tunataka maisha ya wananchi. Kwa kuwa RC unamuombea mwananchi kilomita 6 za barabara lami, na agiza pesa yote kupatikana, tuhakikishe kilomita 6 zinakuja Arusha. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Ni hatimaye waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amempongeza mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christine Makonda kutokana na utendaji wake bora unaofanya maendeleo yashike kasi zaidi tangu walipoteuliwa kuwa RC Arusha, ambapo amemtaka aendelee kuchapa kazi na kamwe siasa zisimyumbishe. Mkuu wa mkoa atoa kauli waliomvamia Kitima watachukuliwa hatua. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameungana na Watanzania na taasisi mbalimbali kulaani kitendo cha kushambuliwa na kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima. Akiongea jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka Watanzania kuwa watulivu katika kipindi hiki na wawe na imani na jeshi la polisi, kwani linazidi kupambana kuwapata wale wote waliohusika na watafikishwa sehemu husika. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa hofu wote wanaodhani huenda wanahusika na shambulio hilo ni wabaya wa Padri Kitima, huku akisema wanaoshambulia watu hawabagui wawe ni nani au wewe ni nani. Hata rais wa Marekani Donald Trump alipigwa risasi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameungana na Watanzania na taasisi mbalimbali kulaani kitendo cha kushambuliwa na kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima. Innocent Bashungwa atoa kauli waliomshambulia Kitima uwapatikani. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amelaani vikali tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Charles Kitima, na kuliagiza jeshi la polisi Tanzania kumtafuta na kumhoji mtu aliyeandika kwenye mtandao wa kijamii kwa siku za Kitima zinahesabika, pamoja na watu wote waliohusika na uhalifu huo, ili hatua kali za kisheria zichukuliwe. Bashungwa ametoa kauli na kusema analiagiza jeshi la polisi kumtafuta haraka mtu huyo aliyetweet kwenye mtandao wa kijamii kwamba siku za Kitima zinahesabika. Mtu huyo atafutwe haraka au jiwe ametumwa na nani, na hatua kali za sheria zichukuliwe haraka iwezekanavyo kwa watu wote watakaobainika kuhusika katika tukio hili. Bashungwa ameendelea kusema kuwa serikali inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini nchini katika kudumisha amani, mshikamano wa kijamii na maadili ya taifa. Bashungwa ameendelea kusema kuwa tunalaani vikali vishambulio hilo la kinyama dhidi ya viongozi wa dini, na tunamwombea Padri Daktari Charles Kitima uponaji wa haraka na urejeaji salama katika majukumu yake
muhimu kwa taifa. Innocent Bashungwa ameendelea kusema kuwa ameagiza pia jeshi la polisi watafuta waliotengeneza na kusambaza waraka feki uliodaiwa kutolewa na Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, waraka ambao ulilenga kuchochea mgongano kati ya kanisa na serikali. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amelaani vikali tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Daktari Charles Kitima, na kuliagiza jeshi la polisi Tanzania kumtafuta na kumhoji mtu aliandika kwenye mtandao wa kijamii kuwa siku za Kitima zinahesabika, pamoja na watu wote waliohusika na uhalifu, ili hatua kali za kisheria zichukuliwe. Ajali za ndege zaongezeka ila bado ni usafiri salama. Ripoti ya shirika la usafiri wa anga duniani kwa mwaka 2024 umeonyesha ongezeko la ajali za anga kutoka kiwango cha 1.09 hadi 1.13 kwa kila safari milioni, ikiwa ni sawa na ongezeko la 3.7, ambapo licha ya ongezeko hilo, kiwango hicho bado ni bora kuliko wastani wa miaka mitano iliyopita. Katika mwaka 2024 kulikuwa na ajali 7 zenye vifo kati ya safari milioni 40.6, ikiwa ni ongezeko kutoka ajali moja yenye vifo mwaka 2023, ambapo vifo vimetokana na ajali hizo vilifikia watu 244 kutoka vifo 72 mwaka uliotangulia, na kiwango cha hatari ya abiria kufariki kuongezeka kutoka 0.03 hadi 0.06, lakini bado kimeelezwa kuwa ni cha chini. Vile ripoti imeeleza kuwa sababu kubwa ya ajali ni pamoja na hali mbaya ya hewa, itilafu za kiufundi, ndege kugongana na wanyama wanaoluka angani. Ripoti hiyo imetolewa wakati ambapo visa kadhaa vya kutisha vikiwa vimetokea angani, ambapo moja ni ndege ya Alaska Airlines Boeing 737 Max ambayo mlango wake wa dharura ulifunguka ghafla angani mwezi Januari, lakini matukio mengine yaliyoleta sintofahamu ni ndege za United, Delta na Singapore ambazo zilizalazimika kutua kwa dharura kutokana na matatizo ya kiufundi, huko tukio kubwa zaidi ikiwa ni ndege ya Jeru Air Flight yenye nambari 2216 iliyogonga kizuizi cha zege nchini Korea Kusini baada ya injini zote kushindwa kufanya kazi kutokana na ndege kugongana na kundi la ndege angani na kupelekea watu 179 kati ya 181 kupoteza maisha. Afrika pia imekumbwa na ajali kadhaa za ndege, hususan katika nchi kama DRC, Sudani Kusini, Nigeria, na nyingi zikiripotiwa muda mfupi baada ya ndege kuruka. Pamoja na changamoto hizo, shirika la ndege la anga duniani imesisitiza kuwa usafiri wa anga bado ni salama ukilinganishwa na miaka iliyopita, ambapo kwa sasa kuna ajali moja kati ya kila safari 8,188 ikilinganishwa na ajali moja kwa kila safari 4,184 kati ya mwaka 2011 hadi 2015. Hata hivyo, mfululizo wa matukio hayo ya hivi karibuni unaibua swali moja zito: je, anga bado ni salama au sasa tunaruka kwa amani? Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye ripoti ya shirika la usafiri wa anga duniani kwa mwaka 2024 unaonyesha ongezeko la ajali za anga kutoka kiwango cha 1.09 hadi 1.13 kwa kila safari milioni, ikiwa ni sawa na ongezeko la 7.7, ambapo licha ya ongezeko hilo, kiwango hicho bado ni bora kuliko wastani wa mwaka mitano iliyopita.